Habari ya asubuhi, habari ya mchana au habari ya jioni, inategemea unanifata na kunisikiliza ukiwa wapi. Mungu ni mwaminifu, amenitenda wema, amekutenda wema bila shaka. Ikiwa unapumua, hakika Mungu amekutenda mema. Haijalishi changamoto za maisha unazozipitia, Mungu ametukumbuka na ametutenda mema. Ametupa fursa nyingine tena ya kuweza kujumuika pamoja katika Jane Gathoni Show. Karibuni, karibuni sana. Mitandao ilikuja na madhara yake na pia ilikuja na faida. Kama shida hii ya ubongo ilikuwa kwa sababu wanadada tunaweza tukiwezeshwa wakati una subscribe. Kwa kweli upya kipya kinyeni ingawa kidonda. Safari ya imani. Hakika safari hii tumetembea pamoja na mwenzi wangu na mwendani wangu na tumemwona Mungu. Changamoto za maisha uja ili uweze kuona na kukutana na Mungu na kumjua Mungu zaidi. Hakika tumepitia mapito magumu sana, tumepitia sehemu pembamba sana katika maisha, katika huduma na katika maisha ya asili. Na baada ya mambo hayo yote, hakika tumemwona Mungu. Tunaweza sema Mungu yupo na anatenda ishara na miujiza, na siku zote haachi waja wake. Wewe ukimtumainia Mungu, yeye hata kuaibisha kamwe, kwa sababu yeye ni Mungu mwaminifu. Alisema ya kwamba hatatuacha. Biblia inasema hata tutakapopita katika maji mengi hatutaweza gharikika, na tukipita kwenye moto hatutaweza kuungua. Kwa hiyo wewe weka tumaini lako kwake Mungu. Haijalishi ni changamoto gani ya maisha unayoyapitia. Changamoto yangu na yako inaweza kuwa ni aya ya aina tofauti, lakini changamoto ni changamoto tu. Lakini kwa yote Mungu anatuepusha na kututia moyo. Kama Yesu alishinda, nasi pia bila shaka tutashinda, kwa sababu alisema mambo magumu lazima pia yatakuja, mambo mazito yatatukia, lakini tumaini letu ni kwa nani? Mungu Mwenyezi. Kwa hiyo safari yangu ya imani inaendelea. Korona ikashuka katika ulimwengu mzima. Haikutuathiri sisi pekee, lakini korona iliweza kuathiri watu mbalimbali. Wakati huo wa korona nikaanza, kwa sababu kama mama mjasiriamali, nikauliza Mungu nipatie idea. Katika wakati huu wa korona watu tumefungiwa ndani, tutafanya nini? Nikapata idea ya kuuza mask. Na nilikuwa na msichana ambaye ni mwepesi sana na ni msichana ambaye amechangamka vilivyo. Msichana mjakazi wangu. Njambi, mahali ulipo, Mungu akubariki sana. Kwa sababu dada huyu Mungu pia kweli alimkumbuka na kambariki sana. Hakutoka kwetu mikono mitupu. Mungu alimbariki na mme mzuri, saizi wanaendelea vizuri. Mungu awabariki na abariki ndoa yao. Dada huyu alikuwa na moyo mkubwa sana. Tulikaa tu kama familia, lakini si familia. Nakumbuka kuna wakati mmoja babake alimtumia hela wakati ule wa korona. Mimi sikujua. Niliona msichana ametoka, nikaona amekuja na unga kadhaa, amekuja na mikate, amekuja na nini. Nikastuka, nikashangaa. Vipi? Kwa sababu Mungu anaweza tumia chochote. Na kweli tukafurahia sana na Mungu akajitukuza. So korona imeshuka, nimepata idea ya kuuza mask. Naita barakoa. Huyu dada akaniambia, "Mama, hautaenda kuuza barakoa nikiwa. Hizo barakoa zikija, mimi nitakuwa ninaenda ninazisambaza." Mamangu mzazi alikuwa anazisambaza sana kule Western Kenya. So kwa hivyo nilikuwa ninanunua pale mjini na tunakuja tunasambaza. Angalau tunapata hapa kule, maisha inasonga, lakini haingeweza kutukimu kabisa. Siku moja ninakumbuka kwa sababu rent imeongezeka sana pale. Yule ambaye ni yule mwenye nyumba hana huruma, atuhurumia, aseme jameni, watu wameathirika na korona, wacha niwasamehe mwezi huu ama watoe nusu. Amna, anataka pesa zote kabisa.
Mume wangu yuko pale ameumia miguu, ameketi kando. Lakini sasa unapata mume huyu jamani, ameketi huyu mwenye nyumba ana huruma. Nakumbuka kuna siku moja tu alikuja na Mungu ambariki, kwa sababu hakuja peke yake, hakukuja mikono mitupu kwetu. Nakumbuka alikuja na shilingi 500 akaweza kuwa baraka kwetu, na tunashukuru ilitusaidia. Mungu akubariki mahali ulipo. So tukaendelea, lakini hakukuwa na mambo ya kukatiwa kodi. Kodi lazima yote, pesa zikaweza kulimbikiza kabisa, zikalimbikiza kabisa, ikawa ni pesa nyingi tunahitajika kulipa, tuna deni kubwa. So siku moja mimi na ujasiri wangu nikasema wacha nitoke kwangu niende mpaka kwa mwenye nyumba kwake nyumbani. Nikafika pale kwa sababu alikuwa ananiambia natoka kule Mount Elgon. Na unajua ukiwa Mount Elgon na kwetu Kimilili lazima upite Kimilili ndio ene Mount Elgon. Na Kimilili ndio kama mji wa Mount Elgon. Sasa nikasema wacha niende na hiyo njia. Nikaenda nikamwambia, nimekuja kutembelea. Unaendeleaje Mount Elgon? Nyumbani umeenda hivi karibuni? Sasa natumia jina nyumbani. Umeenda nyumbani hivi karibuni? Sasa naanzia mbali. Ananiambia hapana, kwa sababu ya hii corona nimeamua kukaa hapa. Na sasa hiyo amenitolea sura ya kazi kabisa. Sura ambayo haina ile muonekano ya kukupatia moyo wa kuendelea kujieleza. Lakini mimi najifanya sioni hiyo sura ya kazi. Mimi ninaleta ucheshi kidogo, nafurahia hapo, na mke wake pia akakuja akaniletea kikombe cha chai. Mimi huyo ninaporomosha hapo na ninaendelea kurusharusha mistari, ndio baadaye nimwambie nini nilileta kwake. Nikamwambia sasa mzee, kwa sababu unaona hii mambo ya corona vile ilivyokuwa, hii deni naona itatusumbua sana kulipa. Ninaomba uweze kutupa afueni na uweze kutusamehe, kwa sababu hatuwezi, mambo ikirudi sawa, sisi pia tutaweza kuchangamka na tutaweza kushughulika. Aliniangalia kuanzia kwa kichwa mpaka miguu. Ninakumbuka mpaka leo ni nguo aina gani nilikuwa nimevaa. Aliniangalia kuanzia kwa kichwa mpaka miguu, akaniambia hakuna msamaha ataweza kutupatia, tujikakamue vile tutakavyoweza. Yaani tuweze kujikimu sisi wenyewe, tujue mahali penye tutatoa hizo hela. Tukajikaza. Tukawa tumelipa kama nusu ya zile limbikizo ambazo tulikuwa nazo. Lakini bado ana huruma. Sisi tukaona sasa hii maisha imekuwa vipi. Tukasema sasa, mimi nikatoka kwake nikiwa ninalia machozi. Nikilia nikikumbuka. Aliniambia endeni mtafute pesa penye mtatoa. Sitaki ujanja hapa, muniletee pesa. Mimi sitaki kitu kingine. Mimi nataka pesa na sitaki kitu kingine, lugha nyingine yote sielewi. Nikatoka kwake nikilia machozi. Nikamwambia Mungu, mpaka lini? Mungu akatukumbuka. Akatufanyia maajabu, tukaweza kuhama mahali pale. Tukaenda kwa sehemu yetu ambayo ni own compound nzuri tu. Mungu apokee sifa na shukrani. Lakini tumehama hivyo, na kumbuka kwake kulikuwa na unyevu sana. Yaani nakwambia shetani akiamua kukuponda. Yaani kwa hiyo nyumba ungetembea huku unakutana na hawa wanaitwa nini? Kono. Yaani ukisonga kwa hii kono. Ukisonga, nadhani pia ni roho ya kubaki sehemu moja. Yaani kono zilikuwa kila sehemu. Na kwenye sehemu yetu ya kulala, mpaka kitanda chetu kikawa jeusi kabisa. Kwa sababu ya ile unyevu ya baridi ambayo inafanya mpaka kitanda kinakosa ile kina nini, kumbe inakuwa wiki. Wakati tulihama kufika kule kikawa kimebomoka kabisa. Nakumbuka kuna wakati si mara moja au mbili kitanda hicho kilituangusha. Lakini tulipofika kule tukasema acha tukitengeneze vizuri tu, tukirudishe poa. Tuliporudisha poa kule, hata ikuweza kukubali. Hivi ikabomoka na ikakataa kabisa, iwezi rekebika tena. Umeingia kwenye nyumba kubwa, hamna curtains. Watu wakiwa nje, hata kama kwa mfano kama uzuri ilikuwa ni compound, hamna curtains. Vitanda viti vyenyu vya nyumba vimebadilika mpaka rangi. Ukiangalia unafikiria ni kama kuna watu wanaweza kalia viti kama hivyo. Vimebadilisha mpaka rangi. Ilikuwa ni kitu ambayo haifurahishi hata kidogo. Si kitu ambacho kinafurahisha macho. Yaani kila kitu ikawa imezorogeka kabisa. Siku moja tukiwa sasa tumepatiwa kazi, kuna wale wapendwa walikuwa nchi za ng'ambo wanataka kufurahisha wazazi wao, tukapatiwa kazi tuende tukapange hiyo mipango kwa kujitoa, si malipo. Tukasema acha tujitoe na moyo mzima, wazazi waweze kufurahia, kwa sababu pia mama yetu alikuwa kati ya wale wazazi wa kufurahishwa. Tulipoenda tukamaliza, nakumbuka tulimaliza sherehe kitu saa 7 asubuhi, ilikuwa Mother's Day. Wakati tunarudi nyumbani, tukapumzika tukiwa tumechoka sana na tukiwa tumefurahia, kwa sababu sherehe ilifana. Kumbuka tunalala chini kwa sababu kitanda hicho hakifanyi kazi. Kumbuka nyumba tunaishi
haina curtains, dirisha wazi wazi, kwa sababu hamna mbele wala nyuma. Hey, lakini kuna Mungu juu mbinguni, wacha nikwambie. Sasa kwa sababu tumefika, tumelala saa 8 kwa sababu ya kuongeaongea, kuambiana vile sherehe ilivyokuwa nini nini, tukalala. Sasa tulivyolala tulipitiliza kitu saa 2 mchana. Nilipoingia kwenye kuangalia simu yangu nikapata kuna meseji ya Safaricom, kuna meseji niliona imeandikwa received a certain amount of money, pesa nyingi. Nikacheka, nikasema sasa ndio hawa wale majamaa wa kamiti wamenitembelea sasa, wameamua kunitumia zile harafa ambazo wamezigushigushi ili ziweze kuonekana ni kama harafa za kweli, ya kunionyesha kwamba nimepokea pesa kutoka kwa M-Pesa na kumbe sio. Nikasema jamani, hao wamenitembelea. Nikaonesha, nakumbuka kuna kijana wangu nilikuwa naye yule wa pili, nikamuonesha. Yeye ni mcheshi sana. Akacheka akaniambia, mam, sasa ngojea kidogo, ataanza kukuambia tuma pesa kiasi fulani ndio upate pesa fulani. Tukasema wacha tuwangoje. Kwa ile harakati ya kungojea, tena naona pesa nyingi tena imeingia kwenye simu. Vipi jamani? Nikasema sasa nikashirikisha mume wangu, nikamwambia hawa watu wa kamiti wamenitembelea leo. Wamenitumia harafa ya kwanza, sasa harafa hii ni ya pili ya bunda za pesa wanataka kunini. Akaniambia wamekutumia mara ngapi? Mara ya pili. Akaniambia sasa mbona unachukua kazi ngumu? Siwaangalie tu balance yako ni ngapi. Sasa wakati ninataka kuangalia balance, tena nikaona tena fundo la pesa tena limeingia, pesa nyingi. Nikisema pesa nyingi ni nyingi. Kwa sababu mimi nikashtuka kuangalia balance, karibu nizimie. Lakini kuangalia nani aliyetuma ni mtu sijui. Nikasema basi pia inaweza kuwa imekosea. Kidogo kidogo nikakumbuka kuna dada ambaye wakati fulani alikuwa ametumwa kwangu kuniletea nguo fulani kutoka kule Marekani tu, na dada yangu mpendwa, ubarikiwe sana jini. So venye alivyokuja yule dada, alipokuja akasema ametupenda tu. Usicheze na jambo kusema kupendwa. Yaani hiyo tu jina kupendwa peke yake. Akatuambia anataka kuenda kuangalia magharibi mwa Kenya, biashara tofauti tofauti kule, aone kama kuna biashara wataweza. Walikuwa na mume wake. Wakachukua ndege. Sisi sasa hiyo, kumbuka hata wengine labda sasa hiyo ndio ilikuwa mara yetu ya kwanza kwa ndege. Akaweza kuagiza ndege ya kututoa hapa mpaka Eldoret, sisi pamoja na familia yake na mume wake, kutupeleka na kuturudisha. Tukaenda mpaka Eldoret. Tukaenda tukaangalia zile miradi nini, tunawapeleka tu sisi kuwasindikiza. Kisha baadaye siku hiyo, yani mnaenda na ndege siku moja na kurudi, yani to and fro the same day. Yani Mungu yupo. Yani unakaa hivi kwenye ndege unasema Mungu unajua kutufurahisha. Hata kama kule nyumbani kitanda mnalala chini, lakini unasema Mungu umetuweka huku juu kutuonesha ya kwamba wewe ni Mungu muweza yote. Hamna lolote linalokushinda. Kisha baadaye tukawapeleka hivi vyote, tukawachana nao, wakaenda zao, si tukaenda zetu. Hao karudi kwao Marekani. Hiyo story ikatoka kabisa kwenye akili yetu. Si tukasema tulifanya vizuri, na pia walitupatia ride, tukaenda tukafurahia kidogo na tukarudi. Sasa nikagundua hiyo jina ya pili ni ya yule dada. Nikasema labda kuna mradi ameniaminia, anataka niende nisimamie kwa hela hizo. Nikasema wacha niingie kwenye WhatsApp nimuulize vipi. Nilipata ameandika hii harafa kwa Kimombo, lakini nitatafsiri. Hizo hela nimezituma, tumieni kwa sababu ya familia yenu, si huduma. Mtumie kwa jinsi yoyote mtakavyoweza kupenda, tumieni. Jamani, yani hiyo ilitufuta machozi ambazo tulilia siku hizo zingine zote. Ilitufuta machozi sana. Tukaona ukuu wa Mungu kwa njia kubwa sana. Yani tulifurahia, tukasema kweli kuna Mungu juu mbinguni. Mungu ambaye unatenda maajabu chini ya jua. Mungu ambaye unabadilisha maisha. Kidogo kidogo pale kanisani sasa tukaweza kuingia, nikaingia kitanda kile
cha wafalme, kitanda kizuri cha kuambia shetani ng'o, uko wapi wewe? Ulifikiria hivi vitu ni vya kina nani? Mungu ametukumbuka. Ulitaka tukate tamaa? Yaani tulifurahia, tukaona ukuu wa Mungu kwa mambo yote. Curtain zile za kifahari tukanunua, tukatengeneza mambo, nyumba ikawa ya kifalme, kila kitu tukabadilisha, vitanda vya watoto, kila kitu vizuri, mattress zile. Mungu akatenda mambo ya ajabu. Kidogo tukaweza kushughulika hapa kule, madeni ya hapa kule ambayo tulikuwa nayo tukawa sawa. Sasa ikawa pale Kisengere nyuma kidogo, before Mungu afanye muujiza huu, nilikuwa nimeshirikisha yule dadangu, nikamwambia sasa kanisa ni miezi 9 hatujalipa rent ya kanisa, na ilikuwa zaidi ya laki. Nikamwambia tu kumshirikisha, aliniambia ngoja kidogo. Nakwambia alituma hizo hela zote akaklia ya kanisa, haikupata aibu. Mahali ulipo dada, usiwahi pata aibu katika maisha. Mungu akumbuke jambo hilo na akubariki sana. Sasa ndio baada ya hiyo Mungu sasa akatukumbuka sisi kama familia, akatutendea mambo makubwa, mambo ya ajabu. Mungu alipotukumbuka vile, tukamshukuru sana. Wakati tulikuwa sasa tunashukuru Mungu, sasa zile hela zimeisha, tumeshughulika hapa kule na nini, tumelipa madeni. Siku moja tukiwa tumekuja kanisani, kulikuwa kwa sababu kuna mambo hayakuwa yamekamilika kanisani ya ujenzi, watu wakatuaminia na fedha tofauti tofauti, lakini za kanisa. Nakumbuka kuna wakati tulikuwa Jumamosi, Jumapili yake ndio tuwe na fundraising ya kanisa, na kuna watu wametudhaminia kama 150,000. Pesa nyingi sana, tumeziweka pesa taslimu, na sisi wenyewe hatuna yetu hata shilingi moja ambayo ni yetu. Hiyo jioni gas ikaisha, tukaangaliana hivi na mume wangu, tukasema hizi pesa hatuziguzi ng'oo, hizi pesa si zetu, ni za Mungu. Tukapambana, tulikuwa na makaa kidogo, tukatafuta, tukawasha jiko, tukapika, tukafanya nini, tukashughulika, tukiwa na furaha zaidi. Tunatamani siku ya kesho ifike, tuende tufanye fundraising kanisani. Tumetumiwa na tumedhaminiwa na watu 150,000. Tulipofika kanisani tukatoa kwa furaha tele, watu wakatoa, wakafanya fundraising, tukatoka kanisani tukiwa na furaha kweli. Tuliporudi nyumbani, kwa sababu ya kusemezana na mume wangu, tunaongea vile kanisa ibada ilivyokuwa, vile fundraising ilivyokuwa, tukafurahia, tukalala wa 8 usiku. So pia tukapitiliza Jumatatu, tukaamka tumechelewa. Lakini simu ambayo ilituamsha ni simu mume wangu alipigiwa na mamangu mzazi. Kuna mtu amempigia simu, amenijaribu kwenye simu yangu, hanipati kwa sababu simu yangu iliisha moto. Akasema mtafute sana, mwambie apigie fulani simu. Amemtafuta usiku ajalala, anamtafuta sana, sijui ana haja na yeye. Mimi nikafanyaje? Nikaweka simu yangu moto, kisha baadaye nikampigia. Hata venye aliona tu ni kama alikuwa anawashwa. Unasikia Biblia inasema ya kwamba mfalme hakulala kwa sababu ya Mordekai. Mungu alisababisha mtu fulani akose usingizi kwa sababu yangu na familia yangu, kwa sababu ya ile tulishinda ile jaribio ya kututumia pesa ya Mungu. Mungu akamkosesha usingizi. Nakwambia, alinipigia akaniambia, hebu angalia simu yako, kuna hela ndogo nimekutumia. Anaita hela ndogo karibu laki. Kidogo kidogo akaniambia, na pia nimeambia fulani kwenye akaunti yako aweke pesa kiasi fulani, haiwezi toshea kwenye simu yako. Nilikuwa ninatetemeka hivi kwa sababu ya ukuu wa Mungu. Wewe unataka kukata tamaa kwa sababu gani? Mapito unayoyapitia ndio siku moja uweze kupatia wengine ushuhuda. Usikate tamaa. Hebu muamini Mungu. Mngoje huyu Mungu. Mungu huja. Yeye hachelewi. Yeye huja kwa wakati. Ni nini hiyo unamwaminia Mungu akutendee, mpendwa? Je, ni magonjwa ambayo hana tiba, madaktari wamechoka nawe? Nakwambia usikate tamaa. Huyu Mungu ni mwaminifu, atakutendea. Je, ni karo ya shule ya wanao wako? Labda hata tayari wamerudi nyumbani kwa sababu ya karo za shule. Usikate tamaa mama, usikate tamaa. Kijana, labda umemaliza shule,
Umetafuta kazi, umezunguka kote kote, haupati dalili ya kazi. Usijitie kitanzi. Kuna Mungu ambaye anakutengeneza, anatengeneza mtu wako wa ndani, kisha baadaye ataweza kukumiminia baraka zisizo na kifani, baraka chungu nzima. Huyu Mungu ana uwezo wa kukutendea. Je, kuna kitu ambayo umekuwa ukimuuliza Mungu maswali na umemgoja kwa muda mrefu na haujapata jibu? Usikate tamaa, kama yule mama mjane ambaye Yesu alisimulia. Akasema mama huyu mjane, kwa sababu ya yule mfalme, not mfalme, hakimu ambaye hakumwogopa Mungu na hakuogopa wanadamu. Mama huyu mjane alimwamini Mungu, alimwamini yule hakimu, alimsumbua usiku na mchana, mpaka siku moja hakimu akasema, huyu mwanamke atanimaliza kwa sababu amesisitiza zaidi. Na akasemaje? Biblia inasema katika kitabu cha Luka 18, akasema kwa sababu ya hiyo nitampa haki. Na Yesu anasema katika andiko hilo, anasema hivi, kama huyu hakimu ambaye hamuogopi Mungu na hamuogopi wanadamu anaweza patiana haki, je, Mungu wetu ambaye tunamuomba usiku na mchana hawezi sikia maombi yetu na kuyajibu? Nimekuja kukuambia usichoke, endelea kuomba, endelea kusisitiza, endelea kuwa mwaminifu kwa lolote unalolifanya, kwa sababu ukiwa mwaminifu kwa kile ambacho unachokifanya, huyu Mungu ataonyesha uaminifu wake pia kwa maisha yako. Usitake kusema lazima Mungu aje sasa hivi kama si sasa. Yaani aje sasa kama si sasa hivi. Huyu Mungu ni Mungu wa majira. Kuna majira ya kupitia mapito aina fulani, na kisha baadaye kuna afueni. Mungu huja na kupatia watu wake. Anajaribu uaminifu wetu. Mpendwa, kuwa mwaminifu. Je, ni kazini pale umeajiriwa hata na serikali? Kuwa mwaminifu. Wacha njia za mikato. Kuna Mungu anayelipa. Si nchi ya Kenya itakulipa. Si yule tajiri ambaye amekuajiri atakulipa. Ndio atakulipa, lakini kile anachokupa hakiwezi kukutosha. Wewe amini Mungu mwenye thawabu isiyo na kifani. Tumikia Mungu kwa majira na kwa sipo majira. Huyu Mungu ni mwaminifu sana mpendwa. Usikate tamaa wewe ambaye umejikunyata, umesema hata sasa ufanyi kazi. Umejaribu biashara moja au nyingine, zote zinakufa. Usikate tamaa. Endelea kusisitiza. Ipo siku Mungu ataweza kukutabasamia. Atatabasamu hivi kwa maisha yako, na maisha yako itaweza kubadilika, na utaweza kutoa ushuhuda utakaotia wengi moyo. Mungu awabariki sana. Mungu awatende mema. Asanteni sana kwa kutufuatilia katika Jane Gathoni Show. Kumbuka kusubscribe, kumbuka kuweza kushare na marafiki, usiwe mchoyo, na Mungu wa ajabu atakubariki. Nawapenda sana na upendo wa Kristo. God bless you.